Baba Doli wamepata msukosuko mkubwa. Baba Doli watoto wamepata msukosuko mkubwa sana. Tena naudia wewe umeshafika kubwa sana. Okay, naomba niongee na wanangu. Dori, nitakutimizia kila kitu. Nataka wewe ukasome mtizanje. Sikiliza. Asome mara ngapi? Tushasema tushamaliza. Haya. Laiti kama ningepata madhara kwenye mimba yetu, ungetupatia wapi? Alafu hivi unajisikiaje kumwacha mtu mwenye mimba aangaike? Unajisikiaje baba? Madara seria. Napoteza damu. Seria madara. Watoto wanaongea maneno makali. Shit. Ukiwa unaendelea kutazama video hii au huenda umeshamaliza kutazama video hii, kwa unyenyekevu mkubwa ni kuombe kusubscribe to my YouTube channel. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, naomba ukalibonyeze, bila kusahau kulike video hii na kucomment ili tuendelee kutengeneza familia kubwa. Kwa hai au amefariki, lakini lazima nawe na baba yake. Kwa hiyo katika mwafaka, mzunguko mkubwa umeonekana kana baba yenu yupo duniani na bado mzima. Ni ya mazumuni kwa nakupa majukumu tu, lakini tumemshukuru Mwenyezi Mungu mpaka tumefikia hatua hii ya leo. Hata wao wenyewe mshakuwa kubwa namna hivi, kile atachokuambieni mama yenu au ndo baba yenu, basi muwe mshirikiane hata kwa njia yoyote ya kukubaliana. Mimi nasema kwa niaba ya dada, mimi nasema hivi, yeye asema baba yenu bado mzima, ndio kwa maana tukaambieni njooni hapa tupate mjadala mbele ya kamati hii. Ndio mimi naona. Kwa wanangu ndio hivyo alivyowaambia mjomba yenu, baba yenu yupo, ila kwa sababu nilikuwa na hasira ndio maana nilifikia kuambia baba yenu ashakufa, lakini yuko hai. Niliwaficha tu. Hata nyinyi najua ni watoto wa kike. Haya maisha unapokuwa lazima, hata kama hujapita kwenye nyayo zangu, na wewe kuna jambo ambalo litakuja likutoe nje ya mstari. Umeelewa? Mama, na maana mtu ambaye ameshakufa anawezaje kuwa hai? Chukua mic hiyo, chukua mic. Kwamba alisema amekufa. Alisema alikataa mimba na baadaye alikujaga kupoteza maisha. Ni kweli mama amekufa? Baba, hasira unazijua baba, lakini mimi nilikuwa na hasira, yani kutelekezwa mimba mpaka watoto wanazaliwa wanakuwa. Leo hii sasa ndo baba anajitokeza, lazima utasema ile ilikuwa ni hasira. Kwa hasira sasa nimeshaiweka pembeni, nimemsamehe. Hapa umemuelewa? Nimemuelewa, lakini basi ngoja mzee bwana, mlete mzee. Sasa ndio ukaya. Nilikuwa mnanisumbua kuhusu baba yenu. Mzee, karibu kaya hapa. Dada, hiyo sura unaifahamu? Ndio naijua. Umeona? Huyu ni mfanyabiashara mkubwa sana. Nilikuwa nikisoma kwenye magazeti. Waliandika kwenye gazeti? Ndio. Mambo ya madini? Ni kweli. Kumbe unamfahamu? Yaani sijawahi kukutana naye live, lakini kwenye mambo ya magazeti hivi kwenye. Kwani ulifanya research ya mambo ya madini? Hapana, mimi ni mpenzi wa kusoma magazeti. Kwa hiyo ndio alikuwa ameandika habari zake? Kwa sababu anaonekana ni tajiri mkubwa sana. Anaitwa Bwana Bwela. Kumbe ulishawahi kuona habari yake? Na picha yake ilikuwepo au habari? Hata picha yake ilikuwepo, lakini sijui kama ndo babangu. Ndio huyo baba yenu sasa.
Baba? Mpe kwanza mic yeye mwenyewe mzee. Kwa hiyo kama kutakuwa na maswali mengine mnaweza mkamuuliza. Shika hiyo. Ongeeni. Aishike tu mzee mkononi, hamna shida. Okay. Mimi ndo baba yenu. Baba? Yes. Unajisikia kuwa baba? Of course. Miaka yote ulikuwa wapi? Mwanangu. Mwanangu. Unajua katika mambo ya kimaisha, mara niende Durban, niende South Africa, Indonesia, umeona. Lakini hayo whatever the case. Lakini tambua mimi baba yako. Yaani unajisikia kabisa unayaongea? Nimefurahi kukuona mwanangu na vile vile. Alafu unaongea kilaisi tu. I can't, siwezi kuwa na baba kama wewe. Siwezi. I can't, kamwe siwezi. Ndio hapa sikiliza. Hebu sema kwa watu kidogo kwa sababu watu wazima. Sawa, usifanye hasira. Mambo ya watoto anajua baba na mama. Mimi mjomba naye shahidi wa upande nyinyi. Sawa, mimi mshahidi wa upande nyinyi. Mwache azungumze, lakini judgment atazungumza mama yenu kama alivyozungumza vile, lakini yeye atatueleza alikuwa wapi na alikuwa anafanya nini mpaka leo kutokana na kitu gani. Sawa? Anko sikia. Ataeleza nyewe wenyewe, mimi sipo kabisa, siwezi. Sikiliza dogo. Muangalie kwanza dada yako. Macho ya dada yako na macho ya baba yenu. Uone kama yanafanana? Hata picha tu uweze kuangalia. Mama, hivi unajisikia kweli? Sasa mimi miaka 26 mama. 26. Nitafanyaje? Ndio shaka. 26. Alafu amekuja kuomba msamaha. Yaani kiulaisi tu. Mama. Kwani wewe mzeka kupa nini? Hajanipa chochote. Sikilizeni. Sikilizeni mjomba. Uje Mungu anapanga mpango wake. Alafu leo tumefika katika kilele cha maelewano. Hebu angalia. Wewe ufanye na babako, wewe ufanye na mamako. Umeona? Mwenyezi Mungu kwa fundi. Lakini hapana budi wana kila jambo linakuwa na mwisho wake. Hapana. Hapana, wewe ukasema hapana kwa sababu sisi ndio wazazi. Mimi kama ndo mjomba wako, huyu ndo kama ndo mamako, huyu ndo baba yenu. Usikia? Kama mimi ndo mjomba wako, mjomba wenu. Sawa Huyu ndo sema ndo baba yenu. Kwa nini baba mimi alivyojua? Akumtaja mwingine, akumtaja Baresa hapa, wagula mali wala nani. Lakini sisi wewe na mimi tufanye kwa utaratibu. Huyu mama atuambie maneno, afanye maneno yeye sio atuingie. Na bwana aeleze alikuwa kuaje mpaka fika mna hivi. Lakini wewe hauna haki kusema huyu sio baba yangu kwa sababu kitendo hicho kitenda kati ya huyu na huyu. Lakini huyu akapata ushetani ulimkuta. Sawa. Yaani wewe umesahau shida ambazo tumezipitia. Ndio mitihani ya Mungu. Hatujalishi. Wewe kitu kimoja. Sio huyu peke yake. Hata wewe unaweza kutokea na mimi kanitokea. Sawa, sio namtetea huyu bwana, lakini kwa niaba ya dada alivyozungumza, nyinyi mlikuwa hampo. Unavozungumza dada akazungumza vizuri, wamegombana nyinyi mjogombana. Dada mpaka kalia, shemeji kalia sana. Kalia hata kama sio huyo. Katoa mikamasi na kuambia huyo kukuchu. Anko sikia, mimi nakujua tabia zako. Ndio. Umeona huyu ana hela ndio maana mkamsamehe. No. Siwezi baba, siwezi. Usikie. Dorcas. Sitaki uongee maneno kama hayo mbele ya mjomba wako. Yaani mjomba wako unadiriki kumwambia hivyo? Sawa. Kwa hiyo mjomba wako ni mtu wa chochote kitu au? Sawa. Mambo kusema mfika mpaka chuo bila kumimi mwenyewe na mtoe langu. Bila yeye baadaye ana hela gani bwana? Dori kwake. Dori. Naomba mnisikilize wanangu. Mimi ninajua nimewakosea sana kupita maelezo. Na hata Mungu anajua kwamba mimi ni kitu gani kinachoniumiza jinsi nilivyowakosea nyie. Haya nizungumza sio kwamba labda nazungumza nimewaona, hapana. Nazungumza kutoka moyoni. Ni vigumu sana katika bara la Afrika, hasa hususan katika nchi yetu ya Tanzania, mzazi kumwambia mtoto samani, nimekosea. Ila leo mimi nazungumza kwenu, samani na nimekosea, ila nipokeni kama baba yenu. Unajua
tuliozungumza na mama yenu ni mengi sana, na yote yananigusa mimi baba yenu, na mimi nyinyi ni wanangu kabisa, wala sio wa kupapasa, lakini naomba mrudishe roho zenu nyuma. Sawa, nimejifunza mengi tu, na hata kama tungekuwa ni wasanii tungeelimisha jamii ya Kitanzania kwa yale ambayo niliyakosea mimi kupitia kwenu. Nimesikia jina lako Dori. Dori mwanangu, please, naomba nisamehe mwanangu, nisamehe baba yako. Wewe ni babangu, unahitaji nini kwetu? Unahitaji nini kwenye maisha yetu? Unafuata nini kwenye maisha yetu? Si ungeendelea na maisha yako, tukaendelea na furaha yetu. Mbona umekuja kutuharibia furaha yetu? Umeniuliza swali, nahitaji nini? Nahitaji kuwa na nyinyi. Pale alipowafikisha mama yenu mimi nitaendeleza, na mpaka sasa hivi nimewanunulia nyumba nzuri ya kisasa, na ninaahidi hata shemeji nitamtumbukizia milioni 20, na mama yenu nitamuuliza anachokitaka. Ni wanangu leo muishi katika maisha ambayo ya kuishi, sio maisha ya kuishia. Nimekubali yote makosa niliwafanyia wanangu. Dori, mtu mzima, una akili zako timamu. Nadhani mpaka sasa hivi mama ana master. Ya. Dori, mama, furaha kwangu baba yako. Mwanangu, ni kweli unaumia sana yote ambayo ulikuwa unaelezwa na mama yako na yale ambayo ulikuwa unaelezwa na mjomba wako, lakini hebu nitazame kwanza. Mimi ni baba yako, naomba nipokee na mimi niwapokee, tuishi maisha ya kuishi, na every day every time kila mnachokitaka, mnachokiomba, mimi niko tayari. Dori, unasema unaweza chochote tunachokiomba unaweza kutupatia? Yes. Unaweza ukaturudishia yale maisha ambayo tuliyapitia nyuma? Unaweza ukatulipa yale machungu ambayo tulikuwa tunanyanyasika, tunatengwa, tunafukuzwa? Kumbe baba tuna tajiri, baba tajiri mwenye pesa. Leo unakuja kirahisi. Kirahisi hivyo unasema sisi watoto wako. Miaka yote ulikuwa wapi? Maliza chuo ndo unajileta. Madori, mama Dori. Naomba unisikilize. Naomba unisamehe Dori. Sina cha kuongea hapa Dori. Wewe ni mwanangu Dori, na mwanangu, naomba unisamehe baba yenu. Mimi nimekosea sana, lakini naomba msamaha kutoka kwenu. Baba Dori, tosha hapo wafikia. Dori, watoto wana haki kulalamika. Baba Dori, Baba Dori wapata msukosuko mkubwa. Baba Dori, watoto wamepata msukosuko mkubwa sana. Tena narudia, wewe umeshafanya kubwa sana. Okay, naomba niongee na wanangu. Dori, nitakutimizia kila kitu. Hata ukitaka wewe ukasome nje. Sikiliza. Asome mara ngapi? Tushasoma, tushamaliza. Haya. Laiti kama ungepata madhara kwenye mimba yetu, ungetupatia wapi? Ukiwa unaendelea kutazama video hii au huenda umeshamaliza kutazama video hii, kwa unyenyekevu mkubwa ni kuombe kusubscribe to my YouTube channel. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, naomba ukalibonyeze, bila kusahau kulike video hii na kucomment ili tuendelee kutengeneza familia kubwa.